Sisi mkoani hapa kwa siku ya leo, kusema kweli tunafarijika kwamba ninyi nyote kutoka mikoa yote, kutoka kule Songwe, toka Mbeya, toka Dodoma, toka Iringa, toka Arusha, mikoa yote nchini mmekuja kwa sababu ya msiba huu mkubwa, na kwa hivyo tumekuja kufarijiana. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuweka utaratibu huu ambao kweli ni mila na desturi kwa chama chetu, kwamba kila tukipata matatizo, na tunaishi ukweli huo kwamba kwenye Chama cha Mapinduzi, jumuiya zake, lakini hata katika huu mkoa tunasaidiana kwa raha na shida. Kwa hivyo leo mmekuja kwa shida, tunawashukuru, mmetupa faraja ya pekee katika msiba huu. Kusema kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pamoja na familia kupoteza na kanisa, lakini pia jumuiya ya wazazi ya UWT, na hasa kule Mbeya, wenzetu wa Mbeya, lakini na sisi vile vile tumempoteza mtu hodari, mtu mchapakazi kama ilivyoelezwa katika historia yake, lakini kwa namna ya pekee mwenyekiti wa UWT Taifa. Pole sana, umempoteza mpiganaji. Ulinipigia simu wewe mwenyewe juzi, na niliweza kuhisi hisia zako, jinsi ambavyo ulikuwa unaguswa, ulipata mguso wa pekee kuniambia mimi hiki kifo kilichotokea cha Lucia. Kwa hivyo pale nikajifunza kwamba kusema kweli wewe mwenyekiti mwenyewe, kwa jinsi ulivyokuwa unachukulia msiba huu wa binti huyu, hakika ni moja kati ya watu ambao ni nguzo imara katika jumuiya ya UWT. Mimi nilimpokea Iringa. Kazi yake ya kwanza ya ukatibu nadhani ilikuwa mkoa wa Iringa vijijini. Alifanya kazi, alikuta kuna vurugu, akanifuata akasema, hivi naona huyu ananivuta huku, huyu ananivuta huku, nifanyeje? Nikamwambia, wewe kaa katikati, usimfuate huyu wala usimfuate huyu. Haikuchukua muda, tunashukuru akapandishwa cheo kwenda mkoa wa Mbeya. Ni binti wa miaka 33 tu, mdogo sana. Alikuwa anachapa kazi, na hata Mbeya mwenyekiti yupo napo, alikuta kumekaa kushoto na kulia. Akaniuliza tena, nikamwambia, wewe kaa katikati. Kamati ya siasa mkoa wa Mbeya mtathibitisha, alikuwa hana upande wowote, na Mwenyezi Mungu amemtoa kwa heshima hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi nimepoteza binti ambaye nilikuwa naona kuna bright future. Yaani unaona kabisa huyu atafika mbali. Lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake, sisi tuna mipango yetu. Kwa hiyo niwape pole sana wazazi, ndugu, lakini kikubwa zaidi dada yangu Mary. Najua ulimtumainia, ulimtegemea, kwa sababu dada Mary ana groom vijana kuja kuwa viongozi. Ndio maana mmoja wa vijana inabidi nimshukuru sana mama. Anawachukua vijana na waleta huko na wanyanyua kuwapa kazi. Wakivuruga inamuudhi kweli. Lakini Lucia alikuwa one of the great example. Na ndio maana sote tumesikitika kwa kweli. Tumepoteza the best leader. Lakini safari hii wakati wa msiba wa Lucy umenifanya nitambue jambo moja. Kumbe mkoa wa Manyara ni kisima cha wanasiasa, hasa wanawake. Wako wengi sana. Kwa Mheshimiwa Mama Chatanda, mkiwa mnawaza nafasi kubwa, mjue watu wa Manyara ndio wenye uwezo huu. Muangalie upande huu. Mheshimiwa Mama mwenyekiti wa kina mama, MC amesema tuongee dakika moja. Msiba huu mimi ni mama, na tumepoteza binti yetu, lakini pia naye alikuwa ni mama. Ameacha watoto. Hapa pana ndugu, familia, wajomba, wakina baba, wakina shangazi, kuna babu. Mimi ni kiongozi wa shughuli za serikali kwenye mkoa huu. Nina uzoefu na heka za mkoa huu. Naomba niwaombe sana wana ndugu,
zingatieni kutunza watoto walioachwa. Mwalee, mwasomeshe. Hapa kesho kutwa utasikia heka hapa. Kiwanja kimeuzwa, shamba limeuzwa, nyumba imegombewa, wamepelekana hapa. Kama serikali, Mungu akinipa kibali cha kuwa hapa kwa muda mrefu, nitahakikisha pia ninasaidia watoto hawa waweze kwenda shule. Usisikie heka hizi zinazopita. Binti amejitahidi, amewekeza kiasi cha kutosha, Mungu alipombariki, amejenga nyumba yake ile pale. Ile nyumba ni kwa ajili ya watoto wake. Tutasikiliza baadaye hapa kwenye nimesikiliza, sikuona mwingine. Watoto hawa wakai kwenye nyumba yao. Wakuwatunza hizo wawatunza, watakapata akili waikute nyumba aliyojenga mama yao. Wakute mashamba aliyonunua mama yao. Ya kwangu yalikuwa ni hayo tu, na mama mwenyekiti, naomba nikuhakikishie kwenye hili sitoacha kuwa mkali. Maana saa nyingine watu tunashughulikiana nikiwa na tabasamu hivi. Tunashughulikiana na tabasamu hili, na hata mheshimiwa mkuu wa wilaya nilimweka front sana kipindi kile aweze kuangalia. Kwa tutaendelea kuona watoto wanasoma, wanatazama, na vitu vya marehemu vinabakia.